Takriban miili 32, wengi wao wakiwa watoto wachanga, zimefuguliwa kutoka makaburi la pamoja katika mji wa magharibi mwa Kenya, Kericho, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu ugunduzi huo kushangaza. Ufuaji huo ulifanyika baada ya polisi kupata amri ya mahakama kuopoa miili 14 ambayo awali iliaminika kuzikwa katika eneo hilo. Mchunguzi wa maiti wa serikali Richard Njoroge aliwaambia waandishi wa habari Jumanne jioni kwamba kile alichokigundua kilikuwa cha ajabu, huku miili ikiwa imerundikwa kwenye mifuko ya gunia baada ya mchakato wa mchana mzima uliotatiza na mvua kubwa. Uchunguzi wa kina wa maiti ulitarajiwa kuanza Jumatano wiki hii, huku kukiwa na wito wa kutambua mara moja miili hiyo, kuchunguza mazingira ya vifo hivyo. Njoroge ambaye ni mkaguzi wa maiti wa serikali alisema kulikuwa na watu wazima 7 na watoto 25, huku watoto wakiwa wachanga na vijusi. Sehemu kadhaa za miili pia zilipatikana. Aliongeza kuwa baadhi ya miili ilionekana kutoka hospitali na mochwari, jambo litakayothibitishwa zaidi baada ya uchunguzi wa kina. Pia alitaka kuwa miili ya watu wakubwa ilikuwa imeharibika sana, huku ile ya watoto ikiwa haijaribika kwa kiwango hicho, ikionyesha vifo vilitokea katika nyakati tofauti. Jumanne, waendesha mashtaka wa mauaji na timu za uchunguzi wakiwa wamevaa mavazi ya kinga meupe, gloves na barakoa, walifanya kazi chini ya ulinzi mkali huku wakichimba kwenye eneo hilo. Baadhi ya miili ilipatikana kamili, huku mingine ikipatikana sehemu tu na mifupa ikihifadhiwa katika mifuko shahidi. Polisi walifunga eneo hilo huku umati wa wakazi kukusanyika karibu, wengine wakionekana wakiwa wameshikwa na hofu wakati wakaguzi waliporekodi kila hatua uchimbaji. Uchimbaji huu ulifanyika kufuatia taarifa kutoka kwa mlalamishi iliyosababisha polisi kuanza uchunguzi. Siku ya Jumatatu, idara ya upelelezi wa jinai yani DCI ilisema matokeo yao ya awali yanaonyesha kuwa miili 13 iliyodaiwa kutolewa rasmi kutoka hospitali iliyoko kaunti jirani ya Nyamira na kuhamishwa Kericho kwa mazishi Ijumaa iliyopita. Hata hivyo, maswali mengi bado yapo kuhusu miili ya ziada na jinsi ilivyozikwa.